Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, nawe mfuatiliaji wa Mwangaza Digital, tusikilize ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe 29 Machi. Kwa kuwa shirika letu lilizaliwa katika miiba na kati ya miiba limeenea ng'ambo, hii ni ishara ya kuwa shirika ni kazi ya Bwana. Kwa kuwa shirika letu lilizaliwa kati ya miiba na kati ya miiba limeenea ng'ambo, hii ni ishara ya kuwa shirika ni kazi ya Bwana. Wapendwa, karibuni tusikilize tafakari fupi juu ya ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari. Hii ni ishara ya kuwa shirika ni kazi ya Bwana. Haya ni maneno yenye maana kubwa na ya kiini cha kiroho yanayosisitiza kuwa mafanikio ya utume wa kweli hayatokani na nguvu za kibinadamu, bali ni kwa neema ya Mungu katikati ya changamoto. Mateso na miiba ni alama ya utume wa kweli, na tukumbuke kuwa Mtakatifu Gaspari alianzisha shirika la wamisionari wa damu azizi kipindi cha machafuko ya kisiasa na kidini baada ya vita vya Napoleoni. Hiyo ndiyo maana shirika lilizaliwa kwenye miiba. Miiba inawakilisha upinzani, mateso na shida, lakini kustawi kwa shirika hakutegemei mazingira hayo, ndiko kuthibitisha kuwa ni kazi ya Mungu, si ya wanadamu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 10. Heri wenye kudhulumiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Pia kuzaliwa kati ya miiba kuna maanisha kwanza katika hali ya udhaifu au uhaba wa rasilimali na usalama pia. Mtakatifu Gaspari aliamini kuwa shirika lisingeweza kusambaa ng'ambo ama ulimwenguni kote kama si nguvu ya damu ya Yesu inayofanya kazi katika taabu hizo. Neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitasifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 12 aya 9. Wapendwa, leo Mtakatifu Gaspari anageuza taswira hii na kuona muujiza kwamba shirika lake kama mbegu limekuwa na kuzaa matunda licha ya miiba. Hii ni ishara Mungu analipa uwezo wa kushinda mahangaiko ya dunia ambayo huua neno la Mungu, yaani neno la uzima. Na hivyo anawataka wamisionari wadumu na wavumilie changamoto kama mkulima anavyosubiria mazao kwa kupitia kwenye vipindi mbalimbali kungojea mavuno yake. Changamoto zipo nyingi na zote huvumilika ili kushuhudia kazi ya Bwana ikistawi. Tumuombe Mungu atujalie hayo yote tunayoyatamani, hasa kwa njia ya uvumilivu, utulivu na usikivu, tukiamini kwamba kwa kupitia kwa damu yake tutafanikiwa. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Joseph Makia wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu. Itukuzwe damu ya Kristo.